Yes, bana, huu ndio mwonekano wa uwanja mpya wa Young Africans ambayo kwa hivi sasa bwana unafanyiwa matengenezo na rasmi kabisa umeshaweza kuanza kujengwa uwanja huo, na hapa ndipo anapoweza kuthibitisha rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi kuwa bwana, huu ndio uwanja ambao unaendelea kutengenezwa kwa hivi sasa hapa nchini Tanzania. Bwana ameweza kuthibitisha mambo yake kadhaa kabla ya kuweza kustaafu ustafu kwenye mchezo huu wa mpira wa miguu, hasa kuwa rais wa klabu ya Young Africans ameweza kutoa mambo kadhaa ambayo anahitajika kuweza kukamilisha kwenye klabu hii ya Young Africans. Bwana, jambo la kwanza ameweza kuthibitisha juu ya kukamilisha ujenzi wa uwanja mpya ambao utakuwa ukitegemewa na klabu ya Young Africans, na ni uwanja ambao utakuwa wa kimataifa kwa hapa nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla. Basi yeye kama rais wa klabu ya Young Africans basi ameweza kuweka kipaumbele chake cha kwanza kabisa kuwa kabla hajaweza kustaafu basi ahakikishe uwanja umeweza kukamilika wa Young Africans. Bwana, jambo la pili ameweza kuthibitisha kuwa anahitaji kuweza kufanya sajili kubwa hapa Tanzania na Afrika kwa ujumla ili kuweza kuifanya Young Africans iweze kubeba kombe la klabu bingwa barani Afrika. Bwana, hicho ndicho ambacho ameweza kukizungumza rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi kuwa bwana, mambo hayo makubwa mawili basi ndiyo anaweza kulala macho ili aweze kukamilisha kile ambacho ataweza kukifanikiwa kwenye huu uongozi wake. Je, rais mambo haya ambayo anayaona, je, ataweza kuyafanikiwa au ndio story ambazo zinaweza kuwa kama kawaida ilivyo kawaida ya nchi yetu? Bwana, baki na sisi na uhakikishe una subscribe channel yetu ili usiweze kupitwa na mambo mbalimbali, hasa taarifa za kimichezo, burudani, usajili pamoja na taarifa mbalimbali ambazo zinahusu klabu pendwa kabisa ya Young Africans kwa hivi sasa. Bwana, Yanga Habari TZ ndio inaweza kujuza mambo yote ya ndani ya klabu ya Young Africans ambayo inaendelea kwa hivi sasa. Bwana, mara baada ya ukimya wa muda mrefu wa ligi kuu Tanzania bara pamoja na michuano mbalimbali kuweza kusimama mpaka pale ligi itakapoweza kuanza kupamba moto hapa nchini Tanzania, basi sisi kama Yanga Habari TZ tutaweza kujuza michezo yote ambayo itakuwa ikiweza kurindima kwenye viwanja mbalimbali vya kimichezo na burudani. Bwana, taarifa ambazo muda huu tunakuletea kama kipaumbele bwana ni juu ya tetesi za usajili mbalimbali pamoja na ujenzi mpya wa uwanja ambao umeweza kuanzwa kujengwa, na hayo yote ameweza kuthibitisha rais wa klabu ya Young Africans kuwa uwanja kwa hivi sasa upo kwenye 30% za matengenezo ambayo muda si mrefu basi wataweza kuwathibitishia wananchi kuwa uwanja uko kwenye asilimia ngapi, mpaka pale alipoweza kuingia mkataba na mkandarasi kuwa uwanja baada ya miaka minne basi uweze kuwa tayari umeshaweza kukamilika na Yanga wataweza kutumia rasmi kabisa uwanja wao ambao utakuwa ni uwanja wa kimataifa, ni uwanja wa kwanza kabisa kwa ukubwa hapa nchini Tanzania. Bwana, haya yote ni mashabiki wa Young Africans wanamwombea rais wao ili aweze kutimiza ndoto zake ambazo ameweza kuziweka hadharani ili klabu yao basi iweze kuwa na mafanikio makubwa bwana, kabla ya kuweza kustaafu kwenye uongozi wake.
Bwana, nini cha kufanya sasa kwa shabiki wa Yanga mara baada ya kuweza kusikia taarifa hizi? Bwana, basi hakikisha unagusa maneno yaliyoweza kuandikwa subscribe chini ya hiyo video yako bwana, na kisha itatokea alama ya kengele pia nayo hakikisha unagusa ili usiweze kupitwa na notification za kazi zetu pale tutakapoweza kuziachia. Basi kwa wewe uliweza kusubscribe channel yetu, ndio utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata notification hizo za kazi zetu pale tu zitakapokuwa tayari zipo mjini YouTube, ndiko ambako mambo ni moto, mambo ni fire, ndiko ambako tunaweza kuyaachia mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani ambayo yanaendelea kujili hapa nchini Tanzania. Na taarifa kubwa ni kuhusu klabu ya Young Africans na mambo mbalimbali ambayo ikiweza kuyafanya kwa hivi sasa.